Tunazidi kusonga mbele mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena kwenye simulizi yetu ya Latifa dada wa kazi. Na leo mpenzi msikilizaji tupo katika sehemu ya 15 na sehemu ya 16 ya simulizi hii. Ila ningependa kidogo mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena tujikumbushe katika sehemu ambayo ilikuwa imepita tulipokuwa tumeishia pale. Katika sehemu ya 14 tuliweza kuona pale ambapo Linda alikuwa ameingia pale chumbani kwa Latifa baada ya kutoka kule hospitalini kule, na kama alikuwa akimuhimiza Latifa kwamba aweze kumueleza Nurati yupo wapi, na hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa akijua kwamba huyo Latifa ambaye alikuwepo hapo ndani hakuwa yule Latifa dada wa kazi. Yule Latifa dada wa kazi yeye alikuwa ameelekea mkoani Mtwara pamoja na Dula na Nurati, ila Latifa ambaye alikuwa amebaki hapo na Linda alikuwa akimuuliza maswali alikuwa ni yule Latifa wa kimiujiza. Na hapo ndipo tulipokuwa tumeishia katika sehemu ile ya 14, Linda akiwa anamuuliza pale maswali Latifa. Sasa ni kitu gani ambacho kiliendelea hapo mpenzi msikilizaji? Kwa sababu tulimuona Lilian akiwa ameshtuka sana baada ya mdogo wake kumuuliza Latifa kuhusu jina hilo. Basi tuungane hapa kwenye sehemu ya 15 na sehemu ya 16 tujue nini ambacho kiliendelea mpenzi msikilizaji. Na usisahau ambaye nakuletea simulizi hii mwandishi pamoja na msimuliaji naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena. Nambari yangu ya simu ni 0716 6162 79. Vile kama wewe ndio umeingia hapa usiache kubonyeza hapo neno subscribe. Kama wewe ni mpenzi kweli wa kusikiliza simulizi kutokea kwetu Simulizi Arena, bonyeza hapo neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Basi karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya 15 na 16 simulizi Latifa dada wa kazi. Sasa mpenzi msikilizaji, wakati hayo yote yakiwa yametokea pale nyumbani kwa Mr. Jackson kule mkoani Mtwara, Latifa alikuwa na Dula pale ufukweni na walikuwa katika harakati za kutafuta ile pete. Yaani mpenzi msikilizaji, ilikuwa kama kichekesho hivi kwa wao kutafuta pete ambayo ilikuwa imepotea miaka 5 nyuma. Kiukweli alipita masaa mengi sana huko bado akiendelea kutafuta pete ile na dalili za kuipata wala ikuonekana. Dada, sidhani kama inawezekana kuipata hii pete. Unajua kwamba ni muda mrefu sana umepita na ninavyojua hapa ufukweni huwa wanakuja watu wengi, alisema pale Dula kwa uchovu. Kwa hiyo Dula, unataka kusema nini? Mimi nahisi kuna mtu atakuwa ameiokota hiyo pete. Sidhani kama inawezekana kuipata kwa leo ama siku yoyote ile. Dula, wala hakuna namna zaidi ya kuendelea kutafuta hii pete mpaka ipatikane. La sivyo dada anaweza kupoteza maisha, alizungumza pale Latifa. Dada yako yupi huyo atapoteza maisha? Mbona sikuelewi? aliuliza pale Dula. Lakini wakati Dula akiuliza swali hilo, Latifa alijikuta akianza pale kutembea na asijue ni wapi alipokuwa akielekea. Sasa Dula alibaki yeye akimtazama Latifa, kisha akaamua kumfuata pale kwa nyuma. Yaani Latifa alikuwa kama ni mtu ambaye alikuwa amegutushwa hivi na kitu, lakini alikuwa hajui ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimemgutusha namna ile. Dada, kuna nini? Dula alimuuliza tena Latifa baada ya kuona akitembea kama mtu asieleweka. Dada ameniambia kwamba tutoke hapa nyumbani, kuna matatizo, alizungumza pale Latifa. Na Latifa baada ya kuzungumza hivyo macho yake yalianza pale kutoa mwanga. Yaani kiasi kwamba Dula aliweza kutazama pale pembeni kwa sababu mwanga ule ulikuwa ni mkali sana. Sasa picha ambayo ilikuwa ikija pale kwenye kichwa cha binti Latifa ilikuwa ni picha ambayo ilikuwa ikiendelea pale nyumbani kwa Mr. Jackson. Linda bado alikuwa akiendelea pale kumuhimiza yule Latifa ambaye alikuwa ameletwa pale kwa njia ya kimiujiza. Na kitu kikubwa ambacho Linda alikuwa kimuuliza Latifa yule ni kuhusu Nurati. Linda alikuwa ajui
kama yule ambaye alikuwa kimuuliza pale hakuwa Latifa halisi, bali alikuwa ni Latifa ambaye alikuwa amekuja hapo kimeujiza. Na sio Linda peke yake ambaye alikuwa akijua kwamba yule alikuwa ni Latifa, bali karibia watu wote ambao walikuwa kiishi pale kwenye nyumba ya Mr. Jackson walikuwa kijua hivyo. Lakini kidogo Mr. Jackson kama kuna kitu hivi alikuwa kikihisi. Latifa, sina kuuliza Nurati yuko wapi? Linda aliendelea pale kumng'ang'aniza Latifa amueleze ni wapi alipokuwa Nurati. Linda, unazungumza kuhusu nini? Mbona mimi huyo Nurati simjui? We Linda, hebu muache mwenzio. Una nini lakini? Mbona unamfanyia mwenzako hivyo? Lilian anaamua kuingilia kati na kumshika pale mdogo wake, kwa sababu aliona kabisa Linda alikuwa amejawa na ghadhabu. Basi Lilian anamchukua pale mdogo wake mpaka sebuleni, lakini Linda alionyesha hali ya kugoma, huku akiongea maneno ambayo yalikuwa yaeleweki. Ila kwa upande wa Lilian alijitahidi sana pale kumtuliza mdogo wake. Na basi hatimaye mdogo wake aliweza pale kutulia na kuanza kuongea pale na dada yake. Hebu niambie, umepatwa na nini? Maana bado sikuelewi kabisa mdogo wangu. Dada, kiukweli mimi mwenyewe sielewi. Najikuta nikiwa na vitu vya ajabu kwenye kichwa changu. Na ule muda ambao nilikuwa nimedondoka hapo, nilikuwa nakuja chumbani kwenu, lakini wakati napandisha ngazi kuna mtu alinisukuma. Alikuwa ni mwanamke ambaye nimeshawahi kumuona, alisema pale Linda, na hapo alijikuta akisita kwa sababu Richard naye alikuwa amekuja pale alipokuwa mdogo wake. Umeshawahi kumuona? Mbona sikuelewi, na kwa nini ulikuwa unamwambia Latifa akueleze kuhusu Nurati? Aliuliza pale Lilian. Na muda huo Richard naye alikuwa karibu kabisa na alikuwa akisikiliza pale maongezi. Nurati? Nurati ni nani? Mbona dada unaniuliza mimi kuhusu Nurati? Mimi simjui Nurati. Dada, hebu tuzungumze mambo mengine, alisema pale Linda. Na kiukweli hali ile ilimfanya pale Lilian ashtuke sana, kwa sababu alihisi labda mdogo wake alikuwa amepandwa pale na uenda wazimu. Yaani muda mchache walikuwa kizungumza kuhusu Nurati, na mwisho wa siku sasa anajikuta kama akikanusha kabisa kwamba amjui kabisa huyo Nurati na wala hajawahi kusikia kabisa jina hilo. Richard, naomba ukamwite Jackson kwanza, maana sielewi kabisa hii hali ambayo inaendelea humu ndani. Lilian aliweza kumpa maagizo pale mdogo wake wa kiume ambaye ni Richard, baada ya kuona kwamba kuna hali ya tofauti pale ndani. Yaani Linda kama alikuwa amebadilika hivi. Sasa wakati hali ikiwa inaendelea vile kwa upande wa Linda, ila kwa upande wa Mr. Jackson yeye alikuwa pale chumbani kwa Latifa, na walikuwa kitazamana bila kuzungumza jambo lolote lile. Lakini kiukweli Mr. Jackson alikuwa na mashaka sana na Latifa. Kwa sababu sura yake ilikuwa kama imefanana na mtu ambaye alikuwa ameshawahi kukutana naye sehemu. Yaani sura ya Latifa ilikuwa kijionyesha kwa binti huyo, alafu kuna sura kama ya mtu mwingine hivi ilikuwa kijionyesha pale katika macho ya Mr. Jackson. Ilikuwa ni sura ya binti wa Kiarabu ambaye alikuwa amemfanya Mr. Jackson azidi kumkodolea pale macho Latifa. Kaka, mbona unanitazama hivyo? Nahisi kama nimeshawahi kukuona sehemu, ila sijui ni wapi, alisema pale Mr. Jackson. Unahisi umeshawahi kuniona wapi zaidi ya hapa nyumbani kaka? Usijipe mawazo, mimi ni Latifa wa siku zote, alisema pale Latifa. Lakini alikuwa akionyesha utofauti kwa sababu alikuwa akiongea kwa kujiamini sana, tofauti kabisa na yule Latifa wa siku zote. Basi Jackson yeye wala hakuwa na la kuzungumza zaidi ya kumwangalia pale Latifa ambaye alikuwa amekaa pale kitandani. Ila akili ya Mr. Jackson ilikuwa ikijitahidi sana kukumbuka, lakini ilikuwa kishindikana. Jackson bado hakuwa na uwezo kabisa wa kukumbuka kila kitu katika maisha yake.
ila kuna baadhi ya picha ya matukio ndiyo zilikuwa zikipita pale kwenye akili yake na kujikuta kama amefahamu kitu hivi, ila kitu kile kilikuwa kikipotea haraka sana kwenye akili yake. Sasa wakati Jackson akiwa bado pale anamtazama Latifa, Richard naye aliingia pale kwa pupa kwa ajili ya kumuita ili aweze pale kwenda kumuona mdogo wake pale sebuleni. Sasa baada ya kupata ujumbe ule, Mr. Jackson anatoka pale na Richard, na nyuma Latifa naye yule wa bandia alikuwa akiwafuatilia. Jackson alimkuta Linda akiwa kimya wala zungumzi. Baada alikuwa ametoa macho kama mtu ambaye alikuwa kishangaa kitu hivi kilichokuwa mbele yake. Kwa upande wa Lilian, muda wote yeye alikuwa akilia tu kwa sababu akujua mdogo wake ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimemtokea. "Mke wangu, nini kimetokea?" aliuliza pale Mr. Jackson baada ya kufika pale sebuleni. Lakini Lilian hakuweza kujibu kitu zaidi ya kuendelea pale kulia, huko Linda yeye akiwa kwenye hali ile ile. Latifa naye alikuwa ameshatoka pale chumbani kwake, na sasa alikuwepo pale sebuleni akishuhudia jinsi Linda alivyokuwa katika hali ile. Basi Latifa alitoka pale na kusogea mpaka pale alipokuwa Lilian. Lakini kabla hajamfikia pale Lilian, alimgusa pale kichwa Linda pasipo mtu mwingine kushuhudia tukio lile. "Latifa, twende tukalale shoga yangu." Ilikuwa ni sauti ya Linda ikimwambia Latifa ambaye kwa muda huo alikuwa ameshampita na kuwa karibu kabisa na Lilian. Kwa upande wa Lilian, alishtuka sana baada ya kusikia mdogo wake akiwa amezungumza kauli ile. Tena alionekana akiwa mchangamfu kupita maelezo. Kiukweli hakuna aliyekuwa akijua nini ambacho kilichokuwa kimetokea zaidi ya Latifa peke yake ambaye alikuwa kifahamu ukweli huo. "Latifa, twende tukalale basi, asubuhi nataka tuamke mapema tufanye kazi zetu," alisema pale Linda, na kila mmoja bado alikuwa akiendelea pale kumshangaa. Basi Linda wala hakutaka pale kusubiri jibu kutokea pale kwa Latifa. Alikwenda na kumshika mkono wakaelekea chumbani kwao. Kwa upande wa Lilian, Richard pamoja na Mr. Jackson wao walibaki tu pale ndani wakimwangalia Linda pamoja na Latifa jinsi walivyokuwa wakielekea pale chumbani kwao. Ikali, mbona mambo yanazidi kwa mazito?" alisema pale Lilian. "Mke wangu, naomba twende chumbani. Nadhani kwa sasa Linda yupo sawa kama ulivyomuona. Richard, na wewe nenda kapumzike chumbani kwako, tutakuja kuona na asubuhi, umesikia?" alisema pale Mr. Jackson, kisha kamshika mkono mke wake wakaelekea chumbani kwao. Linda na Latifa nao waliingia pale chumbani kwao na kulala, huko kila mmoja akiwa kimya. Hakuna ambaye alikuwa kizungumza pale na mwenzake. Na kwa upande wa Linda alikuwa ameshasahau kila kitu ambacho kilichokuwa kimetokea hapo kabla. Sasa tutoke hapo tuelekee kule mkoani Mtwara kwa Latifa ambaye ni dada wa kazi. Anajikuta anashusha pumzi ndefu sana baada ya ile picha kumalizika pale katika kichwa chake. Picha ambayo ilikuwa kimuonyesha matukio ambayo yalikuwa kiendelea pale nyumbani kwa Mr. Jackson kati ya Linda na yule Latifa wa kimiujiza. Sasa Latifa dada wa kazi alirudi pale kwenye hali yake ya kawaida, na Dula alibaki tu akimwangalia Latifa bila kuzungumza neno lolote lile. "Dula, tuna usiku mmoja tu wa kupata hii pete. Inatoka turejee nyumbani haraka iwezekanavyo," alisema Latifa kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na upole, tofauti kabisa na ile hali ambayo aliyokuwa nayo. Yaani ile hali ya kutisha aliyokuwa nayo, macho kuwaka vile. "Dada, kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe tu, ila sijajua ni wapi tunaanzia kuipata hiyo pete." "Dula, nisikilize. Kwa picha jinsi nilivyoiona, hii pete ipo mazingira haya, sio sehemu nyingine," alisema pale Latifa, na muda huo alianza pale kuzunguka katika eneo lile. Dula yeye alibaki tu akimshangaa pale Latifa ambaye kwa muda ule alikuwa kichakua majani kama kuku ambaye
alikuwa akitafuta riziki pale kwenye ardhi. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu kidogo, Latifa alijikuta akichoka na kwenda kupumzika kwenye mti ambao ulikuwa karibu kabisa na ufukwe ule. Alikaa chini ya mti ule na alionyesha kabisa kwamba alikuwa amekata tamaa. Dada, nadhani imekuwa ngumu sana kuipata hiyo pete, na mpaka sasa hatujui ni wapi tuanzie, alijisemea pale Latifa kimoyomoyo, na kiukweli alikuwa ameshakata tamaa ya kupata pete hiyo. Lakini sasa wakati Latifa akiwa amekaa pale chini, kulikuwa na mdudu ambaye alikuwa anatambaa kuelekea pale alipokuwa, na hakuwa mdudu mwingine bali alikuwa ni nyoka ambaye alikuwa kitambaa kuelekea upande ambao alikuwa Latifa. Latifa hakuweza kabisa kumuona nyoka yule kwa sababu ya mawazo aliyokuwa nayo, na mpaka nyoka yule alipofika karibu yake, Latifa ndipo alipoweza kumuona. Alitazama pembeni baada ya kuhisi kama kuna kitu hivi kinamtambaa na kujikuta akiruka pale pembeni kwa uoga. Sasa kile kitendo cha kuruka pembeni kilifanya Latifa ajikwae na kudondoka. Hofu ilikuwa imemtanda katika mwili wake, ila wakati alipokuwa kinuka ili ajiweke sawa, alihisi kama mkono wake umegusa kitu hivi, na mwanzo alikuwa akitaka kukipuuza kitu kile kutokana na uoga aliokuwa nao, lakini aliamua kukishika kitu kile bila hata ya kujua ni kitu gani. Ila macho yake bado yalikuwa kiendelea kuangalia pale ambapo alipokuwa ametokea nyoka yule, lakini hakuweza kabisa kumuona. Alipepesa macho yake huku na huko, lakini bado hakuweza kabisa kumuona nyoka yule. Basi Latifa akaona ni bora ampuzie nyoka yule, na wakati huo hofu ilikuwa tayari imeshapungua katika moyo wake. Latifa sasa anaamua pale kufungua kiganja chake ili ajue ni kitu gani ambacho alichokuwa amekishika. Taratibu alianza kumwaga baadhi ya mchanga ambao alikuwa ameshika katika harakati za kuokota kitu hicho. Alianza kuhisi kitu chenye asili ya chuma katika mkono wake, na kitu hicho kilikuwa kama cha duara hivi. Sasa Latifa alipoangalia vizuri, aliweza kuiona pete ambayo ilikuwa kimetameta pale. Macho ya Latifa yalianza kuwaka mwanga wa dhahabu baada ya kuiona pete ile, na sauti ya kicheko ilianza kusikika pale kwenye akili yake. Alijua fika kabisa mtu alikuwa akifanya vile alikuwa ni Nurati. Kiukweli Latifa alijikuta pale akiachia tabasamu huku macho yake yakiendelea kutoa mwanga. Latifa aliendelea kusafisha pete ile mpaka pale ilipoonyesha rangi yake halisi ya dhahabu. Ilikuwa kimetameta kupita maelezo. Ila sauti za vicheko bado ziliendelea pale kusikika katika kichwa cha Latifa, na kilikuwa ni kicheko cha furaha ndicho ambacho kilichokuwa kikisikika. Ilikuwa ni sauti ya Nurati ambaye kwa muda huo alikuwa ndani pale ya Latifa. Yaani tunajua kabisa kwamba Nurati alikuwa akiishi ndani ya Latifa, lakini matukio yote ambayo yalikuwa kiendelea pale alikuwa akiyashuhudia. Sasa wakati Latifa akiendelea kutazama pete ile, Dula naye ndiye alikuwa anakuja pale alipokuwa Latifa. Alikuwa ametumbua macho yake baada ya kumwona Latifa akiwa ameshika pete katika mkono wake. Ila kwa tabasamu ambalo alilokuwa nalo Latifa, Dula aliweza kabisa kujua kwamba kile kitu ambacho walichokuwa kikitafuta sasa kilikuwa kimepatikana. Sasa natumai tunaweza kurudi nyumbani. Nadhani kile ambacho mlichokuwa mkikitaka mmeshakipata, alisema Dula baada ya kufika pale alipokuwa Latifa. Ndiyo Dula, sasa tunaweza kurudi nyumbani. Pia niseme asante sana Dula kwa ushirikiano wako. Hawapaswi kutuogopa tena, umesikia eh? Mimi na wewe kuanzia sasa ni marafiki, alisema Latifa na kuachia tabasamu huku akimpatia pale mkono Dula. Lakini Dula alikuwa mzito kupokea mkono wa Latifa, ila mwisho wa siku aliamua kupokea mkono ule kuashiria kwamba alikuwa amekubaliana na kile kitu ambacho alichokuwa amekisema Latifa. Walishikana mkono kama dakika moja hivi,
huku Dula kidogo akiwa amepunguza ule wasiwasi aliokuwa nao. Latifa yeye alikuwa kitabasamu tu huku akimwangalia Dula, na muda mwingine alikuwa kitazama ile pete aliyokuwa nayo mkononi. Latifa, kuna kitu hakipo sawa kwenye hiyo pete. Hebu iangalie vizuri. Sauti ilisikika pale kwenye kichwa cha binti Latifa na kufanya Latifa aweze kushtuka. Anatazama vizuri pete ile na kugundua kwamba palikuwa na uwazi mdogo wenye umbo la duara. Latifa hakuelewa uwazi ule ulikuwa na maana gani, kwa sababu awali hakuligundua hilo. Basi alibaki tu akishangaa tu pale bila ya kufanya chochote. Lakini Dula aliweza kuiona tofauti ambayo alikuwa nayo Latifa, na tofauti ile ilikuwa imetokea ghafla tu. Dada, kuna nini tena? Aliuliza pale Dula baada ya kumwona Latifa kwamba akiwa kwenye hali ambayo sio ya kueleweka. Dula, bado sijaelewa. Ila dada ameniambia kwamba hii pete ipo sawa, na nikiangalia vizuri naona kuna uwazi wa duara. Sasa sijui huu uwazi unamaanisha kitu gani. Kwa hiyo dada, tunafanyaje sasa? Maana mimi bado sielewi ujue. Alisema pale Dula kwa sauti ambayo ilionyesha kabisa kwamba alikuwa ameshakata tamaa sasa. Maana kitu ambacho walichukua tafuta walikuwa wamekipata, lakini sasa wanaambiwa tena kwamba kina mapungufu. Latifa, hebu fumba macho yako kwanza. Sasa kabla Latifa hajajibu lile swali ambalo Dula alilokuwa amemuuliza, aliweza kusikia sauti ya Nurati ikisikika pale kichwani mwake, na ilimwambia aweze kufumba pale macho yake kwa sababu kuna kitu alikuwa kitaka pale kumuonyesha. Basi Latifa aliweza kutii agizo lile ambalo alikuwa amelipata kutokea kwenye sauti ya Nurati. Sasa Latifa anafumba pale macho yake na aliweza kumuona Mr. Jackson pale kwenye mawazo yake. Jackson alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa amevalia gauni jekundu, alikuwa amevalia viatu vyekundu, na pochi alikuwa amebeba ilikuwa ni nyekundu pia. Kwa kifupi, dada huyu alikuwa amependeza sana kutokana na mpangilio wake wa mavazi siku hiyo. Sura ya dada yule Latifa kuweza kabisa kuiona kwa sababu alikuwa amemgeuzia mgongo, na Mr. Jackson yeye ndiye alikuwa akionekana usoni. Mr. Jackson na mwanamke huyo walionekana kama kuzungumza hivi, na ilionyesha kabisa kwamba walikuwa katika mahusiano ambao ndio kwanza yalikuwa yamepamba moto. Sasa Latifa alimwona Mr. Jackson akimwambia mwanamke yule afumbe macho yake ili aweze kumpatia kitu. Basi mwanamke yule alitii, japo Latifa hakuweza kabisa kuona kama alikuwa amefumba macho ama la, kwa sababu alikuwa haoni sura yake. Ila Latifa aliweza kumuona pale Mr. Jackson akitoa kitu na kumpatia mwanamke yule, kisha akamwambia afumbue macho yake. Sasa mwanamke yule baada ya kufumbua macho yake alibaki akishangaa tu baada ya kuona kitu pale kwenye mkono wake, na kitu kile kilikuwa kina umbo la duara, na kitu hicho kilikuwa kinametameta mithili ya almasi. Sasa Latifa baada ya kuona kitu hicho alishtuka sana kutoka kwenye yale mawazo mazito. Latifa sasa aliweza kujua ule uwazi ulikuwa unakaa kitu gani. Pia Latifa aligundua kwamba kitu ambacho kilikuwa kimekosekana kwenye ile pete, kuna mwanamke alikuwa amekabidhiwa pale na Mr. Jackson, ila hakujua huyo mwanamke ni nani kwa sababu kwenye mawazo yake hakuweza kabisa kuona sura ya mwanamke huyo, zaidi ya kuona tu upande wa nyuma. Dada, umemtambua huyo mwanamke? Latifa alijikuta pale akiuliza kimoyomoyo, lakini hakuna jibu ambalo lilikuwa limetoka pale zaidi ya ukimya kutawala katika eneo lile. Sasa kwa upande wa Lilian hakuweza kabisa kupata usingizi siku hiyo kwa sababu alikuwa akiwaza mambo mengi sana ambayo yalikuwa yakiendelea pale kwenye familia yake. Na jina ambalo lilikuwa likizunguka pale kwenye akili yake lilikuwa ni jina la Nurati,
ambalo sasa ndio lilizidi pale kutawala ndani ya nyumba yake. Maana alikuwa ameshamsikia pale mdogo wake akilitaja jina hilo, pia alishamsikia pale Mr. Jackson akiliita jina hilo. Basi Lilian anaamua pale kugeuka pale kitandani na kumwangalia mume wake, ambaye kwa muda huo alikuwa kikoroma kutokana na pilika za siku hiyo. Lilian anaacha pale kumwangalia mume wake na kugeuka upande mwingine, akijaribu kutafuta usingizi. Ila wakati alipokuwa akigeuka, kuna kitu kikamgusa ambacho kilikuwa pale shingoni mwake. Lilian anaweka vizuri kitu kile ambacho kilikuwa shingoni mwake. Ilikuwa ni cheni ambayo ilikuwa na kidani ambacho kilikuwa na umbo la tufe hivi, lakini akikuwa kinene sana. Yaani kilikuwa na umbo la tufe lakini kidogodogo hivi. Sasa Lilian anajikuta akiacha lile wazo la kutafuta usingizi na kuanza kuchezea kidani kile ambacho bado kilikuwa pale shingoni mwake. Sasa wakati anaendelea kuchezea kidani kile, alianza kukumbuka kile kidani kilikuwaje mpaka kikafika pale shingoni mwake. Lilian alikumbuka siku moja ambayo ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa pili. Ilikuwa ni siku ya wapendanao. Siku hiyo Lilian alikuwa amevalia pale nguo zake za rangi nyekundu. Ilikuwa ni gauni nyekundu, viatu na mpaka pochi yake aliyokuwa ameibeba. Lilian aliweza pale kukumbuka siku hiyo ya mazungumzo yao na Mr. Jackson. Mazungumzo yaliyokuwa yamejawa na furaha kwa sababu penzi lao ndio kwanza lilikuwa limeanza. Alikumbuka vyema kabisa mazungumzo yao. Yalikuwa hivi: Lilian, unajua kwamba wewe ni mwanamke pekee sana kwangu, na sikutegemea kabisa kama nitakutana na mwanamke kama wewe katika maisha yangu. Lilian, naomba nipatie ruhusa nikuoe. Naomba uwe mama wa watoto wangu. Nakupenda. Yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yametoka pale kwenye kinywa cha Mr. Jackson, na yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yamezungumzwa pale kwa hisia zote. Kwa upande wa Lilian, yeye alikuwa kitabasamu tu kusikia maneno yale matamu kutokea kwa Mr. Jackson. Ila Jackson yeye akuishia hapo. Alizidi pale kuongea na kumfanya Lilian ajikute akizidi pale kupandwa na furaha ambayo hakuwahi kuhisi hapo kabla. Jackson alitaka kuongea pale Lilian, lakini Jackson aliweza pale kumziba mdomo, kumzuia. Lili, fumba macho yako, alisema Jackson kwa sauti ya taratibu, huku akiachia tabasamu ambalo lilizidi pale kumchanganya Lilian. Na Lilian alijikuta pale akitia agizo ambalo alilokuwa amepewa pale na Mr. Jackson. Alifumba macho yake na Jackson alimshika mkono pale Lilian na kumpatia kitu ambacho hakujua ni kitu gani hicho, mpaka pale alipofungua macho yake anakutana na kitu ambacho kilikuwa na umbo la duara, na kiukweli kitu hicho kilikuwa kinametameta mithili ya almasi. Ila Lilian hakujua kitu hicho ni kitu gani, kwa hiyo alibaki tu akishangaa pale na kujikuta pale akimuuliza Mr. Jackson, Jackson, hiki ni nini? Hiyo ni zawadi yako mpenzi. Thamani ya hii kitu ni kubwa sana kuliko unavyokiona. Lilian, nimekupatia zawadi hii kwa sababu nahisi wewe ndio utakuwa mwanamke wangu wa maisha hapa duniani. Wewe ndiye utakuwa umebeba uhai wangu. Nakupenda sana Lilian, alisema pale Mr. Jackson. Lakini kuna baadhi ya maneno Lilian hakuweza kabisa kuyaelewa. Jackson alikuwa akimaanisha kitu gani? Jackson, hata mimi nakupenda sana na nakuahidi kwamba nitakuwa mke bora kwako. Nipo tayari kuolewa na wewe, alisema pale Lilian na kumkumbatia Mr. Jackson. Sasa baada ya mazungumzo hayo ya muda mrefu na kufanya kila kitu ambacho wapenzi wanataka kukifanya kwa siku hiyo,
Jackson aliweza kumpatia Lilian zawadi ya mkufu ambao ulikuwa ni mkufu wa dhahabu. Lilian alijikuta akifurahi sana kwa sababu hakutarajia kabisa kupewa zawadi ya gharama kiasi kile. Lakini kile kidude ambacho kilikuwa ni kidude cha duara kile cha kumetameta, thamani yake Lilian hakuweza kabisa kuijua, japokuwa kilikuwa ni kitu cha thamani kuliko huo mkufu aliokuwa amepewa. Mr. Jackson peke yake ndiye alikuwa akijua thamani ya kitu hicho. Sasa Jackson alimtaka pale Lilian aweze kumpatia kile kidude ambacho alichokuwa amempatia mwanzoni. Na Lilian aliweza kufanya vile. Kisha Mr. Jackson alifungua kile kidani ambacho kilikuwa katika ule mkufu aliokuwa amempatia pale Lilian na kuweka kile kidude ndani yake. Kile kidude kiliweza kabisa kutosheleza kwenye kile kidani cha mkufu ule. Na baada ya kufanya vile alichukua mkufu ule na kumvisha pale Lilian. Jackson, sasa mbona umeweka ndani ya kidani? Alijikuta akiuliza pale Lilian baada ya kuona Jackson akiweka kile kidude ndani ya kidani. Lili, humo ndio mahali pake kinapotakiwa kuwekwa. Naomba usije ukakitoa hicho kitu mpaka pale nitakapokuambia. Nakupenda sana mpenzi wangu, umenisikia? Alisema pale Mr. Jackson kisha akambusu pale Lilian. Sasa mpenzi msikilizaji, hiyo ndio siku ambayo Lilian alikuwa amekabidhiwa huo mkufu ambao mpaka muda huo alikuwa akiutazama pale kitandani bila kufungua kile kidani ambacho kilichokuwa katika mkufu ule. Lilian aliendelea pale kuchezea kile kidani huku akifikiria mambo mengi sana juu ya mustakabali wa maisha yake. Maana ilishaanza kujionyesha hali ambayo kiukweli ilimsababisha aweze kuwa na sintofahamu. Alimwangalia tena pale mume wake ambaye bado alikuwa amelala pale. Kisha na yeye akajifunika pale shuka akijaribu kutafuta usingizi kwa mara nyingine tena. Sasa turudi kule mkoani Mtwara kwa upande wa Latifa, dada wa kazi. Baada ya kusubiria kwa muda mrefu, hakuweza kupata jibu lolote kutokea pale kwa Nurati. Latifa hakujua afanye nini, kwa sababu mwongozo wote alikuwa akitegemea pale kutokea kwa Nurati. Alikaa pale kwa muda mrefu zaidi bila kupata ujumbe wowote pale kutokea kwa binti huyo. Na akaanza kuhisi labda huenda binti huyo wa Kiarabu alikuwa ameshapata matatizo. Basi baada ya kusubiri kwa muda mrefu kidogo, Latifa alianza kuhisi nywele zake zikianza kumcheza, kuashiria kwamba kuna kitu sio cha kawaida kilikuwa karibu yake. Dula alibaki naye akimwangalia pale Latifa ambaye bado alikuwa kimya muda wote akisikilizia kitu. Latifa, inakupasa kurudi nyumbani. Huko hakuna kitu kingine chochote zaidi ya hiyo pete. Tuna siku moja tu ya kuhakikisha kwamba tunakipata ili kuokoa maisha yangu. Ilisikika sauti kwenye ubongo wa binti Latifa. Lakini sasa Latifa alishindwa kuelewa kuhusu kile kidude chenye umbo la duara watakipata wapi. Na wakati ilionyesha kwamba Mr. Jackson kuna mwanamke alikuwa amempatia, ila sura yake hakuweza kabisa kuiona. Basi Latifa alibaki tu akiwa amesimama huku akisikilizia maagizo pale kutokea kwa Nurati. Dula, inatakiwa turudi nyumbani muda huu, alisema pale Latifa baada ya kusikilizia yale maagizo. Sasa tunarudiji muda huu? Sidhani kama tunaweza tukapata usafiri kwa muda huu, Dula alijikuta pale akisema. Lakini ghafla alijikuta akiwa ndani ya gari lile lile ambalo walokuwa wamekuja nalo hapo Mtwara, ile fuso ile. Pia Dula alishangaa sana kumuona Nurati akiwa pale pembeni ya Latifa. Lilikuwa ni tukio la ghafla sana kwa Dula, na safari ya kurejea nyumbani kwa Mr. Jackson ikaanza, huku Latifa na Nurati kila mmoja akiwa kimya. Kila mmoja alikuwa anawaza namna gani watapata kile kidude ambacho kingetengeneza muunganiko kwenye ile pete na kuikamilisha. Mpenzi msikilizaji, ili Nurati aweze kurudisha pale familia yake pamoja na kumbukumbu yote ya Mr. Jackson, ilitakiwa hiyo pete
ikamilike ili kutengeneza hiyo funguo. Na Nurati pia alikuwa akiwaza, endapo akipoteza muda basi maisha yake yangekuwa katika hatari kubwa mno. Angeweza kupoteza maisha akiwa katika ulimwengu huu. Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, mimi niseme kwamba huo ni mwisho wa sehemu ya 16 simulizi Latifa dada wa kazi. Huu ni mwisho. Nini kitaendelea hapo? Tumeona Nurati, Latifa pamoja na Dula wakiwa wanarudi kule jijini Dar es Salaam pale nyumbani kwa Mr. Jackson, huku wakiwa wamepata hiyo pete ambayo walikuwa kitafuta. Lakini sasa pete hiyo imekosa muunganiko. Kama kuna kidude fulani hivi chenye mng'ao fulani hivi kama almasi kilikuwa akipo katika pete hiyo, na kile kitu ambacho kingesababisha pete hiyo iweze kutengeneza hiyo funguo ambayo ingemsaidia Mr. Jackson kurudisha kumbukumbu yake. Sasa nini ambacho kitaendelea hapo mpenzi msikilizaji kwa upande wa Latifa, Nurati, Mr. Jackson? Basi tukutane katika sehemu ambayo inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 17 na 18, na ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya simulizi Latifa dada wa kazi katika season 1. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, tukutane hapo kwenye hiyo sehemu ya mwisho, sehemu ya 17 na sehemu ya 18. Basi mpenzi msikilizaji, vile vile usisahau kusubscribe channel ya Simulizi Arena. Bonyeza hapo neno subscribe ili unapata simulizi zetu nyingi ambazo zinaendelea hapa ndani ya Simulizi Arena. Pia usiache kulike, kucomment na kumshirikisha mwenzako naye aje kusikiliza simulizi kutokea kwetu hapa Simulizi Arena. Naitwa Victor Dismas Mhanda ambaye ni mwandishi pamoja na msimuliaji wa simulizi. Nambari yangu ya simu ni 0716 616279. Basi mimi niseme bye bye, tukutane tena katika sehemu ya 17 na 18 simulizi Latifa dada wa kazi. Bye bye.